Hujambo, karibu tena kwenye G Hamasa, kijiwe chako namba 1 cha kupata simulizi moto moto na uchambuzi wa kina wa tamthilia unazozipenda. Leo tuna simulizi nzito iliyojaa usaliti, mapenzi ya siri na harufu ya damu. Jifunge mkanda kwa sababu yaliyojiri safari hii yatatikisa hisia zako. Hali ni tete wakati Jemo akiwa anasota gerezani akilipa gharama ya makosa yake, huku nje dhoruba nyingine inaanza kufukuta. Hazar, yule nyoka anayetafuta kila namna ya kumwangusha Devran, amefanikiwa kunusa siri nzito. Bade amekuwa akimfuatilia Mesut kwa saa kadhaa na kugundua kuwa Mesut anawazungusha. Ukweli ni kwamba Aysel na Murat hawako mbali, wamefichwa na Devran mwenyewe ndani ya nyumba yake. Hazar hapotezi muda, anawasiliana na mtoto wa Haidar, Tufan, na kumwambia, njoo uchukue heshima yako, wako ndani ya nyumba ya Devran. Hapa ndipo tunapoona roho mbaya ya Hazar. Anataka kutumia damu ya Aysel kumchafua Devran mbele ya ukoo mzima. Tufan, akiwa amejawa na ghadhabu na upofu wa kile anachokiita heshima, anakimbilia kwenye nyumba ya Devran akiwa na silaha aliyopewa na Hazar. Hazar ameweka silaha hiyo kwenye bustani kama mtego. Wakati huo huo, ndani ya nyumba ya Alas, Pervin na Vahab wako kwenye meza ya chakula wakizungumzia uadui wao wa miaka nenda rudi na Yavuz. Pervin anachochea moto akisema Yavuz atabaki kuwa adui bila kujua kuwa nje ya mlango wao kifo kinabisha hodi. Ghafla amani inatoweka. Tufan anavamia nyumba ya Devran akipiga kelele, Aysel, toka nje! Devran anajaribu kumtuliza, anamwambia kuwa swala hilo limeshapatiwa ufumbuzi na baba yake, lakini Tufan hasikii wala haoni. Siwezi kuuza heshima yangu kwa pesa, ananguruma Tufan. Azize, akiwa na ujasiri wake wa siku zote, anasimama kidete mbele ya huyo kijana mwenye silaha. Anamwambia maneno mazito yanayochoma moyo. Huu sio wanaume, ni uoga. Kama ungekuwa na heshima kweli, ungemwacha msichana asiyekupenda aende zake badala ya kutaka kumuua. Lakini Tufan ameshaingia kwenye mtego wa Hazar. Anataka damu ili kusafisha kile anachofikiri ni doa la familia. Wakati vurugu hizi zikiendelea, tunahamia kwenye upande wa pili wa simulizi yetu, maumivu ya Melis. Melis amevunjika moyo, bado anavaa pete ya Jemo, kiamini kuwa upendo wao unaweza kushinda kila kitu. Mama yake anajaribu kumshawishi aivue, akimlaumu Devran kwa kumharibu Jemo na kumfanya kuwa muuaji. Lakini Melis anasema ukweli mchungu. Jemo alikuwa kijana safi aliyekuwa akikusanya makaratasi mtaani ili kulisha ndugu zake. Nani alimpa silaha? Nani alimuingiza kwenye giza hili? Ni Devran. Melis anaamua kwenda gerezani kumwona mpenzi wake, lakini anakutana na pigo lingine la moyo. Jemo, akiwa amezungukwa na kuta za baridi na pingu, anakataa kumwona Melis. Anatuma barua fupi iliyojaa majuto. Melis, usije kuniona. Sina ujasiri wa kutazama macho yako na kuona uzito wa makosa yangu. Nivue kwenye maisha yako. Sitaki uendelee kuteseka kwa ajili yangu. Sisi hatuwezi kuwa pamoja tena. Melis anaporomoka kwa kilio nje ya milango ya gereza. Hapa ndipo tunapoona jinsi maisha ya kijana huyu yalivyoharibiwa na mfumo wa lipiza kisasi. Azize anakuja kumfariji, lakini Melis anamgeukia Azize kwa ghadhabu. Wewe unajifanya unawapenda ndugu zako, lakini sasa umesimama upande wa mumeo muuaji. Jemo yuko ndani kwa ajili yenu. Kurudi kwa Devran, anajikuta akipambana na shutuma kutoka kila upande. Azize anamlaumu kwa kumpa Jemo silaha, akimwambia kuwa moto wa kisasi wanachoma wao wenyewe. Devran, akiwa amelemewa, anajaribu kujitetea akisema alitaka kumlinda. Lakini Azize anauliza swali la msingi. Kisasi kimeleta nini zaidi ya utengano na maumivu? Devran anajikuta mpwekee, huku hata Hazar akimcheka chini kwa chini, akijua kuwa amefanikiwa kutibua mipango ya Devran ya kuwatorosha Aysel na Murat. Hivyo Devran anafanikiwa kuwaita wazee wa ukoo na kufanya makubaliano ya kijanja ili kuokoa maisha ya Aysel. Anawalazimisha Haidar na Seifi kusaini mkataba wa ardhi. Mashamba ya vijiji vitatu yanahamia kwa Haidar kwa sharti moja: Aysel aachiwe huru na asiguswe. Huu ndio mwisho wa huu mchezo, anasema Devran. Tufan ananyamazishwa kwa nguvu ya mali,
na heshima inayodaiwa kuchafuliwa inatibiwa kwa hekta za ardhi. Huu ni ukweli mchungu wa mfumo huu. Kila kitu kina bei, hata uhai wa binadamu. Lakini je, amani imerejea? Hasha! Jemo bado yuko selo, Melis amebaki na jeraha lisilopona moyoni mwake, na Hazar bado anaendelea kupanga njama nyingine ya kumng'oa Devran. Na zaidi ya yote, Azize anaanza kugundua kuwa kuishi na Devran ni sawa na kuishi na bomu linaloweza kulipuka wakati wowote. Maumivu ya familia ya Karabagh hayajaisha, na kila hatua wanayopiga inaonekana kuwatumbukiza kwenye shimo refu zaidi. Ndugu msikilizaji wa G Hamasa, hapa ndipo tunapofika mwisho wa sehemu hii. Je, unadhani Melis ataweza kumtoa Jemo moyoni mwake kama alivyoomba? Na je, Hazar atafanikiwa kumfanya Devran apoteze kila kitu? Tuandikie maoni yako hapo chini. Je, Devran ni mkombozi kwa kumsaidia Aysel au ni msaliti kwa kumfanya Jemo awe muuaji? Andika maoni yako na usisahau kugonga like na kusubscribe ili usipitwe na mwendelezo wa simulizi hizi za kisisimkaji. Hapa ni G Hamasa, tunachoma penye uozo ili ukweli utawale. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.